Jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na wakati kama na huu huko kando kando ya radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi bwana Gobeko na ukurasa wa habari muhimu hii, uchambuzi wa habari kutoka waandishi wetu mbalimbali, makala michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Teomari Makilele Osile kwa upande wa pili, na studio na kijana Shama Kilele Ikala Jadan kwa ufundi wa mitambo. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, nampisha mwenzangu Safara Limasidilwe kwa ukurasa wa habari muhimu. Asante sana mwenzangu Omar Makelele Ozil kwa kunipa fursa hii. Na katika habari muhimu tutaanzia na uko Sebele, ambako mkuu wa kijiji cha Sebele ndani ya sekta Nganja Bwana Bayoma ataja kupokea wakimbizi wa ndani wengi kutoka kona mbalimbali waliokimbia machafuko, huku hakihakikisha kuwa mikakati mbalimbali imechukuliwa ili kuepukana na kuibuka kwa magonjwa. Huko Kilembwe ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta Lulenge tarafani Fizi ataja linatoa mara tena malalamiko juu ya ongezeko la vizuizi bandia ambavyo vimewekwa na makundi ya wazalendo na hivyo kuomba pesa nyingi kwa kila msafiri. Na habari za kitaifa ni kwamba Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa msaada wa euro 500,000 kwa ajili ya kusaidia raia wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliokimbia machafuko ya vita na kwenda nchini Burundi. Mengi zaidi nitakujia tena nayo hapa. Msikilizaji, hiyo ndio ambayo tulikuwa nao kwenye habari muhimu kwa siku ya leo. Asante sana Safara Limasidilwe kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kisha soko ya Mwemezi kutokulema kama kawaida yake wiki mbili zilizopita kutokana na hali ya wasiwasi, hatimaye siku ya Jumamosi hii soko hiyo imelema kama kawaida. Ndivyo amesema naibu mwenyekiti wa soko hiyo ya Mwemezi Bakari Munini Bams wakati wa mahojiano yake na Radio Kivu mchana wa siku ya Jumamosi ya tarehe 20 Desemba 2025. Katika mazungumzo nasi ameomba wale ambao wameweka biashara vyao manyumbani kuanza kulema ndani ya soko ya Mwemezi. Kwa sasa hali ya soko ni nzuri zaidi. Bakari Munini Bams ameeleza yafuatayo. Ni kwamba tangu soko iliyopita ya siku ya 3 ndo tulianza kufungua ofisi yetu. Lengo ni kuanza kuchunguza hali ya wachuuzi inaendeaje, lakini tuliona upande wa dagaa Mikebuka ndo kulikuwa watu walikuwa wanavutia kidogo, na upande wa watu wa Vieti kulikuwa kumeshaingia watu wa kutosha na watu wa maragi, lakini sehemu zingine zilikuwa na mwanya zaidi. Lakini siku kama hii ya leo ya siku ya posho tunaona kama vile soko yote imepakia, na kama vile waliosalia ni wachache, ila waliohudhuria na wateja ni wengi. Tunaona watu wanachangamkia kuja kutafuta biashara. Hata yale maboti kutoka Ubwari unaweza kwa kumeingia idadi ya maboti ngapi? Boti kwa uchache. Upande wa dagaa wenda tunaweza kwa tuliona boti kama vile 3, na watu wa mkaa tumeona boti nyingi tu. Tunasema kwamba biashara vinaendelea kuingia, boti zilitoka upande na wengine kuja kuhudhuria ndani ya soko yetu ya Mwemezi. Tutapenda kuonesha watu kwamba soko haiko siasa, ni eneo ya watu kuja kuchuma chakula, kuja kuchuma pesa, na kuja vile vile ulizia ndugu zao ambao walikuwa wamesabaratika. Tunasema kwamba waendelee kuja kulema, hali ya soko ni nzuri, na wenye kwa biashara wasiviache kwamba watu hawaemei, hapana. Na leo vile vile hata dagaa mbichi zimepatikana tangu jana kutoka mizimu hadi leo, tunaendelea kuzikaribisha ndani ya soko yetu ya Mwemezi. Kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, kama hali inaweza kuendelea kwenda na boreka vizuri, tunaona kwamba siku ya 3 kunaweza kuwa tena mvutio mwingi zidi au siku ya Jumamosi. Tujielekeze kule katika kijiji cha Sebele sekta ya Nganja. Ni kwamba mkuu wa kijiji cha Sebele ndani ya sekta ya Nganja Bwana Bayoma ametaja kupokea wakimbizi wa ndani wengi kutoka kona mbalimbali waliokimbia machafuko, huku akihakikisha kuwa mikakati mbalimbali imechukuliwa ili kuepukana na kuibuka kwa magonjwa. Mwangaza huo ameutoa alipokuwa anazungumza na Radio Kivu juu ya kutaka kufahamu hali halisi ya wakimbizi Pasebele.
Mkuu wa kijiji cha Sebele Bayoma amezungumza nasi. Habari kwa sawa kabisa, bado sijua kumingi mjini kutoka Baraka, Katanga, hizi kutoka kujini. Hali ya kuishi kwa hivi sasa tuko salama, kabisa tuko salama. Hakuna tatizo hata moja. Mazingira ni sawa zaidi. Baba hakuna mwenye kuna matatizo, hakuna mgonjwa, hakuna kila kitu chote kile. Yote kusema chakula bunga iko pale bila ya kupanga ile yake. Hakuna mwenye kulala nje, labda akati kumuuliza nimpatie pesa fulani. Kwa masomo kumekuwa ya mingi hapa kwa Sebele. Kuna nyumba ya nani ya privé kwa mingi na kuku wengine manyumba kwanza ndio pesa watu wa kuingia hapo. Kuna mara wanaweza la nje inaweza kuwa kweli sababu hapakupita kwangu. Hiyo sababu mwingine tu kabambi na hapakupita kwenye mko. Dar es Salaam angani inaweza kuwa kweli lakini ya mimea zaidi sababu miti hapaonazo vitu kwa la mwana mwanga. Leo kupatikana msongamano wa watu mimi kazi kwa ndani watoto ama wa watu wote na msongamano bado huko mingi sana, lakini kitu kiko wazi huko tofauti ule mzuri hakikuwa. Pamoja na hayo, mkuu kiongozi huyo ameongeza kuwa swala la upungufu wa maji safi ya bomba ndiyo changamoto kubwa wanayopitia kwa sasa. Hapa kwetu Sebele yuko lakini haijishi watu sababu inakuwa kama nani wakati Sebele Sebele kesho Sebele kadre esikuta ndio upungufu wa maji ndio kidogo, lakini watu wako kwa wengi sana madidini maelfu hata wapike ndio kupata na vile naweza romba wakubwa viongozi wa mbele mashirika watusaidie kwa maji kama maji tu ndio tunaweza kuuzi watu zaidi sababu watu msongamano wa watu wengi zaidi. Maji ndio kwa ndogo hapo kwa sababu ya maji ndani wanakuwa hatuka watu inafaa tupangane, kila mtu apate kazi kidogo sababu ya kujua maisha ya mtu yanaweza kuishi namna gani. Mtu maji sababu ni kitu lazima zaidi kufikia kiini chote. Tujelekeze kule Kilembwe. Ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi linatoa mara tena malalamiko juu ya ongezeko la vizuizi bandia ambavyo vimewekwa na makundi ya wazalendo na hivyo kuomba pesa nyingi kwa kila msafiri. Kwake Abedi Sumbi Abdul, kiongozi wa muundo huo, ameonesha kuwa ni kwa mafadhaiko mkubwa ndipo wanapokea vitendo hivyo, huku akiomba viongozi kuingilia kati kwani raia wa Kilembwe wanaishi kama watumwa kwao. Kwa ajili ya kilio na magumu na mateso ya watoto wa Lulenge, ingawaji tunaisiwa maisha na vikundi vya wazalendo ambavyo tunaishi navyo, lakini tumekwisha jitoa na tumeamua kuzungumza tu. Raia imeteswa sana, kuanza Maindombe hadi kufika Tubangoy yapata bariere kenda ndani ya sekta moja. Hata ndani ya sekta ya ndugu zetu wa Buyu hazipo tena hizo zote bariere, na hizo bariere zote zinaamuru kwa mtu alipe franka 10,000 za Kongo. Ni magumu sana, ni magumu sana. Lulenge nayo iko ndani ya province ya Sud Kivu, ndani ya territoire ya Fizi. Kwa nini watu wanazidi kunyanyasiwa? Tumekwisha peleka, tunalalamika kwa wakuu viongozi wazalendo, lakini hakuna suluhisho lolote kabisa. Tunajua muda ambao tunao ni muda wa magumu, lakini ndani ya wenyewe wako kumafuro hawaombi hizo pesa. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa kwa hali iliyopo kwa sasa inakuwa kama biashara kupitia wingi wa kamba hizo. Abedi Sumbi Abdullah, rejea mara tena. Ilikuwa ya muhimu hizi sauti zetu zisikilike, raia nayo ipate nafuu, watembeaji wapate nafuu, bariere zinapita, pesa zinapita. Na sisi kama vile shirika la raia tungipaswa sikilizwa kwa makini na wakuu viongozi wa wazalendo, FABB, Groupe de Jeunes, wa SNPCC, wa Autodefense, wengine ambao wanajiita Lwamade, waachie raia nayo na nafuu tafadhali, na nafuu
ya kutembea, ya kujitembeza, ya kuwa nayo na amani, ya kujisikia wako ndani ya nchi yao, lakini isikuwe kunyanyasika. Inakuwa sawa vile wenye kuwa kumakamba, inakuwa ni commerce, ndio wanatafuta sasa, sio kukingia tena raia na mali yake yote. Hiyo ndio tatizo ambalo liko ndani ya sekta ya Lulenge. Tujue tuseme nini na tufanye nini. Hatuna nguvu, sisi ni sauti tu, lakini hatuna nguvu. Wao ndio wako na nguvu, wana silaha na wana vingine, na tunaendelea kutishiwa maisha juu ya kuzungumza kwetu. Tunaendelea kutishiwa maisha, tutawaua, tutawapiga, tutawafanya hivi haya yote, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu anasema hawajatupika, na sisi nao tunaendelea kulalamika na kulalamikia raia ipate nafuu. Hizi sauti zetu zisikike. Nafasi zingine kama zinapunguzwa, lakini sio ndani ya sekta ya Lulenge. Kwa nini tuendelee kukua na mateso kama hii? Tuko na mateso za vita na tuko na mateso za kunyanyasiwa ndani ya barabara. Tubaki tu katika jimbo hili la Kivu ya Kusini. Kule Kamituga ni kwamba ni vema viongozi husika na usalama kuvalia njuga swala hilo hapa mjini Kamituga, hasa kipindi hichi cha sherehe za mwaka mpya. Ndivyo amesema Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia Mwenga Kamituga la BDH. Radio Kivu imetamani kufahamu hali halisi ya sasa ndani ya mji wa Kamituga. Wisoba wa Kilongo Fiston amejibu. Kamituga kwa sasa usalama sio shwari, kwa sababu kulala na kulamuka Kamituga na amsikie asubuhi kama mtu aliinguliwa na watu wenye kumiliki silaha inakuwa rare kwa Kamituga. Kwa sasa watu hawatembee tena usiku kwa kuhofia usalama yao au wenyewe na usalama ya mali yao. Kwa sasa pa Kamituga mtu kutembea usiku watakutana watu wenye kumiliki silaha, ananyang'anywa masimu za mkononi, pesa na vinginezo. Siku zilizopita kuko mtu mwenye aliingiliwa kwa kunyumba na alikuwa iko na gardinage pale ya bapolisi, na haikuzuia watu wenye kumiliki silaha wakuje kumshambulia kwake, kwa sababu walisikia kama alipata pesa kidogo. Kamituga kwa sasa kama uko na pesa kidogo unaanza kuishi mwenye security, kwa sababu ukikuwa na pesa kidogo ama kisikilizana kama ulipata pesa kidogo directement unaingia muliste ya visite, donc utajiatendre usiku watu watakuja kuvisite na kukunyang'anya pesa ambayo ulipata. Cha kushangaza bwana mwariri, mwishowe ameomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kuongeza idadi ya askari polisi paka Kamituga na Mwenga. Wisoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena. Mwingine mtu ambaye anayeuza dhahabu alikutana na watu wenye kumiliki silaha na alikuwa jeshi wetu wa taifa, ili hatutavichika na hatutaogopa kusema na wakaanza kupigana na ule jeshi. Mungu akamsaidia akanyang'anya jeshi silaha, na ile silaha ule mtu akakuja na ile silaha kuifikisha mbele ya mkuu wa jeshi, na ule jeshi iko kuzare sai, iko mprison anafungwa. Ni vitu vimoja vya kutangaza na vya haya. Na unajua kama Kamituga hatuna effective ya mingi ya nani ya polisi, inatuma wizi inakuwa mingi, uporaji inakuwa mingi, mauaji inakuwa mingi. Tunaogopa kama kisha hii vita wa operateur economique wa territoire ya Mwenga na vile Kamituga wataomba yenye inaweza kuwa suluhisho ni kuongeza effective ya ba militaire ba policier ou ma quartier. Donc chaque quartier ikuwamo suffisamment na ba policier na ba militaire benye banachunga raia na mali yake. Na ingine pia tungipenda Mkamituga wakuu viongozi wangeorganize bukaje kwenda na kutrole nyumba kwa nyumba, kuona kama wanaweza dengiche maarmi ya bale banani
banani ba malfa ile tu tunaifanya bwana mwariri, sawa vile wanamemba wa shirika la raia tuko tunaifanya na tuko tunadenonse basi yote kwenye tunaona huko site tuko tunadenonse mais sirtere pamoja na basi wenye biko na security mikono yao ndio hakuna resultat mzuri. Hivi sasa ni habari za michezo ambayo inamkaribisha mwenzangu Isaac Mlucha Ashibe. Leo anatupeperusha kabisa kunako ukurasa wa habari za michezo. Karibu. Asante sana Omari Makelele Ozile, kama unavyoona hivyo nimevalia jezi ambayo haina namba Omar. Tunaanza na habari za michezo ya mahali. Tunatarajiwa kupigwa mtanange wa kandanda Jumapili hii ya tarehe 21 Desemba kati ya timu ya Ose Masanza dhidi ya VS La Victoire kwenye uwanja wa Masanza hapa mjini Baraka. Na kwenye habari za michezo barani Afrika, kombe la mataifa ya Afrika CAN 2025 linafunguliwa Jumapili hii ya tarehe 21 Desemba huko Rabat kwa michezo kati ya Morocco ambaye ni mwenyeji wa mashindano haya na Komoro saa 2 usiku. Omar, ninakumbusha kuwa hili ni toleo la 35 la mashindano haya ambalo linajumuisha mechi 52 na timu 24 zikiwemo Cote d'Ivoire ambaye ni bingwa tetezi na Misri ambayo ni timu imelitoa taji hilo mara 7. Kongo imewahi kushinda kombe hili mara 2 ikiwa bado inaitwa Zaire mwaka 1968 na mwaka 1974. Huko Ulaya kwenye ligi kuu ya Uingereza itwayo Premier League kulikuwa na mechi pia. Manchester City iliidunda timu ya washika nyundo wa West Ham mabao 3-0. Huku mmoja wa washambuliaji hatari barani Ulaya Erling Haaland akipachika mabao 2 yaliyopelekea mshambuliaji huyo kuwa na jumla ya mabao 38 na pasi 5 za magoli katika mechi 28 kwenye mashindano yote mwaka huu. Kwenye mchezo wa ndondi ambayo ni box katika ulingo mmoja huko Miami Marekani, Anthony Joshua amemshinda YouTuber Jake Paul kwa KO katika raundi ya 6. Pambano lilipeperushwa moja kwa moja na kampuni kubwa ya utiririshaji Netflix. Pambano iliwakutanisha mabondia wawili wenye viwango na maumbo yasiyokuwa sawa kwa kitita cha fedha kinachokadiriwa kufikia dola milioni 184. Baada ya kuhesabiwa kwa mara ya kwanza katika raundi ya 5, Paul alishambuliwa vikali katika raundi ya 6, akainuka kwa mara ya pili baada ya kuhesabiwa tena kabla ya kupigwa knockout kabisa kwa ngumi ya moja kwa moja ya mkono wa kulia. Knockout ya Omari Makelele ni ngumi inayotikisa ubongo wa mpinzani na kumfanya apoteze mwelekeo kabisa. Inaitwa KO hiyo. Kwenye habari za michezo nilikuwa na hayo kwa siku ya leo. Asante sana Isaac Mlucha Ashibe kwa kuweza kutereza barabara kunako habari za michezo. Lakini vile vile pale katika bara la Ulaya mechi nyingine ambayo iliweza kupigwa mapema majira saa 7 dakika 30 katika uwanja wa St James Park, Newcastle waliweza kutoka sare kwa mabao 2 na vijana wa Chelsea The Blues. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita banda 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Hivi sasa tujielekeze kule Kindu, makao kuu ya jimbo la Manyema. Ni kwamba liwali makamo wa jimbo la Manyema Kati Samba Makubuli Corneille ameondolewa madarakani nalo baraza la bunge la jimbo la Manyema, ambako wabunge 18 kati ya 20 wamekubali kuondolewa kwake. Mengi zaidi tunajiunga na mwenzetu hapo Kindu Godefroid Musunga Shabani kwa ripoti kamili. Liwali makamo wa jimbo la Manyema Kati Samba Makubuli Corneille tayari ameondoshwa madarakani. Hayo ni tukio ambayo inafanyika katika baraza la bunge la Manyema. Huko utaweza kuelewa ya kwamba kati ya wanabunge 22, 18 inakubali kuondolewa kwake madarakani. 2 walipinga na mmoja aliweza kukua katikati na mwingine hawakujua ngambo ambayo iko. Utaweza kuelewa ya kwamba wanamkashifu Kati Samba Makubuli kwa kuweza kupeperusha habari ya uongo kunako mitandao, na pia vile vile matumikio yake ni mbaya. Kisha kuangushwa kwake madarakani, Kati Samba Makubuli aliweza kunena ifuatayo, fateni.
Non, haiko deception comme tel, ni Manyema njo inakufa. Parce que population ya Manyema baone vile Manyema inaenda hasa kushimu. Mimi nina denoncer wizi ya bwana Kabwankubi. Mena, hivi yada kabulaka pesa na ba député provinciaux ya Manyema, un député de l'opposition. Ya Matata ana formulé interpellation na motion de défiance. Baba nasemaka biko ku majorité, kumbi baba biro haiko na majorité. Baba biko natumika ku konte ya Kabila. Abatumike ku konte ya Felix Tshisekedi Chilombo. Koma bana mprotéger mtu mwenyewe ana détourner makuta bana kuya kusema kama mimi njo parce que j'ai dénoncé il faut niwe deshi. Nitasaisir justice kwa kusauver province ya Manyema. Manyema naingia mshimu. Non, nilifika na mimi na présenter kwa président et communiquant financier. Mais comme ilikuwa déjà plat préétabli na bwana Kabwankubi ile franga yenyewe iko naiba $2 millions $740,000 ya Kabambal, $700,000 ya Lubutu na 420 millions ya Kasongo. Alors ile pesa njo anawakabulia le soi-disant ba député union sacrée kumbi biko ba député ya opposition. Leo hii c'est confirmé que Manyema iko kumikono ya opposition. Na wamoja wa raia upinga hiyo mambo ambako baraza la bunge inaendeshwa na wengine wanakubali. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Manyema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na tujelekeze katika habari za kitaifa ni kwamba Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa msaada wa euro 500 kwa ajili ya kusaidia raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbia machafuko ya vita na kwenda huko nchini Burundi. Kwa undani wa taarifa hii naye mwenzangu Safara Limasidilwe ndani ya studio. Naam, Umoja wa Ulaya umetangaza msaada mpya wa dharura wa euro 500 kwa ajili ya kuwasaidia wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokumbwa na machafuko mapya yaliyoanzishwa na M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, machafuko ambayo yamesababisha maelfu ya watu kukimbilia nchini Burundi. Tangazo hilo lilitolewa Alhamisi 18 Disemba kupitia mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter na Haja Al-Habib, kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na maandalizi, usimamizi wa migogoro na usawa wa kijinsia. Kurejea kwa mashambulizi ya M23 mashariki mwa DRC kumesababisha watu wengi kuhama kuelekea Burundi. Kwa kuzingatia ongezeko la mahitaji ya kibinadamu, Umoja wa Ulaya inatoa msaada wa dharura wa ziada wa euro 500 kusaidia walioathirika, aliandika Haja Al-Habib. Kwa mujibu wa kamisheni hiyo ya Ulaya, mashambulizi ya mapya yanafungua ukurasa mpya wa moja migogoro mirefu yenye kuleta mtafaruku mkubwa zaidi barani Afrika. Shambulizi jipya la kundi la M23 katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limewalazimu takribani watu 500,000 kuhama makazi yao na kulazimisha makumi ya maelfu wengine kukimbilia nchini Burundi, hali ambayo imezidi kuelemea vituo vya mpito vilivyokuwa tayari dhaifu na kufanya kuwa mzozo mkubwa kwa rasilimali haba za kibinadamu. Kundi hili linaloungwa mkono na Rwanda lilianza upya uasi wake mwaka 2022 na tangu hapo limechukua maeneo makubwa mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini. M23 inadai kuwa inachochewa na chuki ya muda mrefu dhidi ya serikali ya Kinshasa. Shambulizi hili jipya limesababisha wimbi jipya la watu kuhama na kuongeza sura nyingine kwenye moja ya migogoro mirefu yenye kuleta hali ya sintofahamu barani Afrika, ilisitiza idara hii ya utawala wa Umoja wa Ulaya. Hali hii inajitokeza wakati ambapo kuna upungufu mkubwa wa ufadhili wa misaada ya kibinadamu kufuatia hatua ya baadhi ya wafadhili wakuu wakiwemo Marekani kupunguza bajeti zao. Kupunguzwa huku kunaleta madhara makubwa kama kusitishwa kwa miradi muhimu ya misaada, kupungua kwa shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali, kupotea kwa ajira na watu mamilioni wakiwemo watoto kukosa msaada wanaotegemea. Watu hao wamejikuta wakikosa msaada wa lishe, huduma muhimu za afya ikiwemo elimu, afya ya uzazi na mifumo ya ulinzi, jambo linalohatarisha moja kwa moja maisha yao na kuzidisha migogoro katika maeneo yaliyo hatarini zaidi. Kupungua kwa ufadhili kumeathiri pia ufanisi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kibinadamu ambayo sasa yanalazimika kufanya maamuzi magumu yanaweza kuhatarisha utoaji wa msaada muhimu kwa watu walioko kwenye hali ya dharura. Kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa DRC kumeambatana na kuidhinishwa kwa makubaliano ya Washington yaliyosainiwa katika Kinshasa na Kigali chini ya usimamizi wa Marekani. Ingawa makubaliano hayo yalilenga kuimarisha usitishaji mapigano kama ilivyotarajiwa na wapatanishi na washirika wa pande zote mbili, hali imezidi kuwa mbaya huku kila nchi ikitupia lawama nyingine kuhusu nani anawajibika kwa mzozo wa sasa wa kiusalama. Bila shaka mpenzi msikilizaji, naishi hapo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo.
Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na kule Burundi. Ni kwamba serikali ya Burundi na mashirika ya kimataifa wametoa wito wa kuhitajika zaidi ya dola milioni 33 ili kusaidia watu wanaokimbia vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi naye mwenzetu wa Burundi Bokoro Elias Daniel. Idadi ya wakimbizi inaendelea kuongezeka baada ya mji wa Uvira kutekwa na M23, kundi lenye silaha linapigana dhidi ya serikali ya nchi hiyo miaka 7 iliyopita. Mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi, Violeti Kenyana Kakomya, aliripoti wakimbizi hao wako katika hali ngumu. Mkoani Burunga wilayani Rumonge, kusini mwa Burundi, wakimbizi wamedai kuishi katika mazingira magumu ikiwemo ukosefu wa vyoo, chakula na mahitaji mengine muhimu. Hali hapa tumepokelewa hapa, lakini mazingira yanasumbua sana. Watu wanalala kwenye matope, hakuna kupewa chakula wala kupewa sehemu yoyote ile ya kulala, hakuna hata hema ya mtu. Hali hapa haiko sawa kabisa. Madushi hakuna, chakula hatuna, tunahangaika vrema. Hatujui tufanye nini. Waliko vibaya. Sawa, kwa sehemu ya kulala ni pabaya, hakuna maji ya kuoka, chakula kwenda kununua ni shida. Yaani kila kitu hapa sio kisimia naona sawa vile tena ni mateso. Hata choo hakuna, sehemu ya kujisaidia hakuna, kila mtu anatafuta ujanja wa kujisaidia. Wanawake wamoja wanatumikisha vyombo, wanaenda kumwaga uchafu, yani hakuna hata choo hata kimoja. Choo hakuna. Hili ndio sababu tunaomba sana kwa waziri wetu. Tunaomba tupate mawese, madushe, chakula. Sisi tunaweza tukaomba tusaidiwe, maana tunachokimbia sisi ni vita. Na mtu akikimbia vita tayari ni mkimbizi. Mkimbizi anahitaji msaada. Upewe msaada ambao mwanadamu anaweza akapewa na vyombo husika vya kusaidia mkimbizi. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu zaidi ya wakimbizi 35 wa Kongo wamekimbilia Burundi baada ya vuguvugu la M23 kuchukua udhibiti wa miji ya Goma na Bukavu katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, wakiwa wameungana na wengine zaidi ya 90, kati yao zaidi ya 56 wakiwa katika kambi mbalimbali zilizopo nchini Burundi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi ya habari Radio Kivu wanaosaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Usile, msomaji wako wa siku. Nilisaidia kijana Jean Makelele Ekala Jade, na upande wa pili nasema kwaheri.